Mabibi na mabwana, hii ni Kwaresma. Na tunamshukuru Mungu sana katika Kwaresma ya mwaka huu. Tuna neno kuu linalotuongoza katika kichwa kinachosema mada tunayotafakari katika Kwaresma hii kwa mafungo ya siku 40. Mada hii inasema kutoka misimu mpaka kusudi. From seasons to reason. Kutoka misimu mpaka kusudi. From seasons to reason. Na kimsingi tuna neno kuu linalotuongoza katika kitabu cha Mhubiri, ule mlango wa 3 mstari wa 1. Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ule mlango wa 3 mstari wa 19, Biblia inasema tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana wetu. Na katika mwendelezo wa somo letu ambalo tunaendelea nalo katika ibada za masifu ya asubuhi, tumetafakari mambo mengi. Na hapa tunaangalia juu ya falsafa na theolojia ya maneno mawili, misimu au msimu na kusudi. Na kama tunavyoona bango letu ambalo linatuonyesha maisha ni mzunguko wenye misimu mbalimbali, lakini umebeba kusudi. Christmas ni msimu, Pasaka ni kusudi. Uchumba, urafiki, uchumba ni msimu, lakini ndoa ni kusudi. Usijaribu kubeba tabia za kwenye uchumba ukazipeleka kwenye ndoa hata kidogo. Vitu ulivyokuwa unavipenda kwenye uchumba, mnakunywa soda moja masaa mawili haiishi. Ukiingia kwenye ndoa, ukiona soda unatapika. Na usipotapika utakwenda kumtafuta daktari. Halo? Usijaribu. Usijaribu. Na kama kuna watu wanaoteswa na ndoa, ni wale waliobeba msimu wakapeleka kwenye kusudi hata siku moja. Kwa hiyo maisha yana seasons, lakini maisha yamebeba, hizo seasons zimebeba kusudi la Mungu. Na tumeangalia katika theolojia na falsafa ya haya maneno mawili, season and reason. Na reason hapa ningeweza nikatumia pia purpose. Ningeweza nikatumia purpose, lakini nimeamua kutumia reason, lakini ile yenye tafsiri ya purpose, kusudi la kuwepo. Mwendelezo wa somo ambalo tunaendelea nalo ni misimu na kusudi katika maisha ya Adamu. Misimu na kusudi katika maisha ya Adamu. Adam's season and reason. Na ninataka kusoma somo ambalo tunaendelea nalo sasa hapa, ambalo ni somo la leo katika Jumapili hii ya kusifu na kuabudu, ibada hii ya maombi na maombezi, Adam na mashaka ya kusudi. Adam na mashaka ya kusudi. Adam's reason doubt. Reason doubt. Adam na mashaka ya kusudi. Hapa duniani kuna mashaka ya kusudi. Nataka kusoma maandiko matatu. Kitabu cha Mwanzo, ule mlango wa 1 mstari wa 27 na wa 28. Kitabu cha Mwanzo, mlango wa 1 mstari wa 27 mpaka 28. Biblia inasema hivi. Neno la Mungu linasema, Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 28, Mungu akambarikia, Mungu akamwambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya uso wa nchi. Na katika kitabu cha Mwanzo, ule mlango wa 4 mstari wa 1 mpaka wa 13, lakini nitasoma mistari michache. Mwanzo 4:1 mpaka 13, mimi nitasoma tu utangulizi wa pale mwanzoni. Biblia inasema hivi. Adamu akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama
na sehemu zilizonona za wanyama kwa Bwana, sehemu zilizonona za wanyama, Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Lakini bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, lakini yakupasa uishinde dhambi. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui mimi, ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, uipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na kikao duniani. Na ninaomba nisome katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 4 mstari wa 25 mpaka mlango wa 5 mstari wa 5. Biblia inasema hivi, kitabu cha Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 25. Adamu akamjua mke wake tena, akamzaa mwana mwanamume, akamwita jina lake Seti, maana alisema, Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili, kwa sababu Kaini alimuua. Seti naye akazaa mwana, akamwita jina lake Enosh. Hapo ndipo watu walipoanza kulitia jina la Bwana. Mlango wa 5 mstari wa 1. Na hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu alimfanya. Mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabarikia, akawaita jina lake au jina lao Adamu siku ile walipoumbwa. Adamu akaishi miaka 130, akamzaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamwita jina lake Seti. Siku za Adamu baada ya kumzaa Seti zilikuwa ni miaka 800. Akazaa wana waume na wake. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Na hili ndiyo neno la Mungu. Na hili ndiyo neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba, katika jina la Yesu, saa imefika na sasa ipo, ujitwalie utukufu, upende kusema na kanisa lako waziwazi, wala usinyamaze. Useme nasi sasa na daima, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa mabibi na mabwana, katika maandiko haya yote ambayo nimesoma, tunazo hoja za kitheolojia na kifalsafa. Na somo langu litaendelea kesho katika ibada za masifu ya asubuhi. Kwa hiyo nataka uende na mimi kwa haraka. Hili ni darasa na najua watu wengi pia wamejoin na sisi leo kwa sababu ya darasa hili ambalo linaendelea katika somo la Kwaresma. Kwanza, dhumuni la Mungu kumweka Adamu na Hawa, baraka aliyowabariki katika kile kitabu cha Mwanzo 1:27-28, aliwabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkazidi, mkatiishe, mkatawale, mkamiliki na kutawala nchi. Na kusudi la Mungu kutoka katika hawa wawili ni dunia ijawe na mikono yao. Kwa hiyo Mungu aliweka mikono juu ya Adamu. Ninapozungumza hapa juu ya reason doubts, napozungumza juu ya Adam's reason doubt, mashaka ya Adamu au Adamu na mashaka ya kusudi. Kwanza nataka tu angalau kufafanua kwa wale ambao hatukuweza kuwepo Jumatatu pamoja, maana ya kichwa hiki kinachozungumzia juu ya mashaka ya kusudi. Kwanza, mashaka ya kusudi au reasons doubt ni mashaka makubwa ya ndani yanayompata mtu anapolinganisha uhalisia na kusudi alilobeba. Nitarudia tena. Mashaka ya kusudi au reason doubt ni mashaka makubwa ya ndani anayopata mtu anapolinganisha
uhalisia na kusudi alilobeba. Na hapa nataka uangalie bango moja hapa la mfano wa Adamu. Adamu amebarikiwa na Mungu amemwambia aijaze nchi. Amepata watoto wanaume wawili wa mbegu. Kaini jina lake, tafsiri yake, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana, wanaume wa mbegu kwa Bwana. Na hali kadhalika Kaini. Lakini yule Kaini amemuua Habeli, na Kaini anakimbia, ana laana ya ukichaa, na Habeli amejilaza chini pale, ni maiti. Na Adamu anaswali, how shall this be? Litakuwaje neno hili? Na ukumbuke ya kwamba hii ni familia ya majanga. Majanga haya yaliyoipata familia ni Mungu mwenyewe aliweka mikono. Unajua kuna kubarikiwa na Askofu Mdegela kwa mfano, kuna kubarikiwa na Mchungaji Kimaro, lakini kuna kubarikiwa na Mungu mwenyewe. Angalieni mikono ya Mungu aliyoiweka juu ya Adamu akimtamkia baraka. Angalia mikono ambayo Mungu amemtamkia Adam na Hawa, ameweka baraka juu yao akisema, nimewabariki, nendeni mkazae na kuongezeka, mkaijaze nchi. Kwenye hii familia ambayo ina divine blessing from heaven, kutoka kwa mikono ya Mungu peke yake, walikutana na hilo janga. Wale watoto, mmoja amekufa, mwingine amekuwa kichaa. How shall this be? Hiyo ndio inaitwa Adam's reason doubt, mashaka ya Adam, mashaka ya kusudi. Adam na mashaka ya kusudi. Mabibi na mabwana, kila mtu hapa duniani ana wakati anaopitia kwenye mashaka ya kusudi. Na kwa sasa wanaoongoza kwa mashaka ya kusudi duniani sasa ni vijana. Vijana wote duniani, kila umri wa kijana lazima unapitia kwenye mashaka ya kusudi. Umesoma vizuri, umefaulu vizuri, ulikuwa unaongoza, sijui umekuwa Tanzania 1, huko ulikuwa unataka profesa bingwa mpasuaji moyo, ukifika duniani hauna ajira. Unapata hichi kitu hapa, mashaka ya kusudi, reasons doubt. Reasons doubt. Na most of young people, wao wanawake, wao wavulana, wao wasichana, wana haya mashaka ya ndani. Na huyu brother unayemwona hapa, huyu bro, anajiuliza, hivi sasa haya maisha yanaendaje? Hakuna ajira, hakuna mtu ananielewa, nyumbani naonekana msomi, lakini nimesomea pia banking na masters degree. Hii ngoma ina masters degree ya chuo cha uchumi na fedha kutoka Uingereza. Lakini kwenye maisha yake, kwenye wallet yake hana jero, lakini anasongesha. Hana 100, ana masters degree ya fedha lakini hana 100. Ndio hiyo sasa anapata hiyo reasons doubt. Reason doubt isipodhibitiwa, reason doubt isipodhibitiwa, yani mashaka ya ndani au mashaka ya kusudi, mashaka ya kusudi yanasababisha kila mbeba kusudi kujiuliza maswali kama Mama Bikira Maria alipojiuliza litakuwaje neno hili, pale malaika aliposema naye akamwambia utazaa mtoto wa kiume. Swali linakuja pale pale. Sasa wewe uliyemaliza degree leo ni wakufunzi, maprofesa hawa kina Mdegela walisema, na wewe umemaliza chuo miaka 2, miaka 3, miaka 5 kwa level ya degree, ya masters, ya PhD, na ukija duniani lazima una swali lile lile, how shall this be? Litakuwaje neno hili? Hata malaika alipokwisha kusema na Mariam, bado lile yale mashaka ya kusudi. Mashaka haya ya kusudi yanasababisha kila mbeba kusudi kujiuliza swali la Mama Maria, how shall this be? Litakuwaje neno hili? Pale malaika alipomuuliza Mariam. Wapendwa mabibi na mabwana, katika maisha ya kawaida haya mashaka ya kusudi duniani ambayo yanatokana na misimu tofauti tofauti tunayoishi nayo, kama hayakuthibitiwa, yanaweza yakamuingiza mtu yeyote mbeba kusudi akaingia kwenye tabia mbaya kama za ulevi na tabia nyingine mbalimbali ambazo
unakuta huyo mtu ana madream, ana vision, lakini ameshindwa kupata majibu kwa sababu ya mashaka ya kusudi. Na hapa unaweza ukamwona mtu ameamua kunywa pombe, kulewa, kutumia madawa ya kulevya, anabeba maisha yake yote kuyaharibu. Kwa kimsingi hakuna mlevi mjinga hapa duniani, hakuna mvuta bangi hovyo hata kidogo. Brain wote wakizidiwa, ukiona mteja yoyote, ukiona kijana yoyote anavuta bangi, hakuna mjinga anayevutaga bangi duniani. Mtu aliye na swali, how shall this be, asipopata malezi na makuzi mazuri ya kumsaidia kumaintain brain yake afikie mahali ambako Mungu amekusudia kufika, lazima ingie kwenye madawa ya kulevya. Mpuzi, kiumbe mzito, hana haja ya kuvuta bangi. Ana shida gani akishakula ugali wake akishiba? Lakini mtu mwenye brain, mwenye akili, lazima anajiuliza maswali. Kwa hiyo lazima atafute vipozeo, anatafuta msisimko bandia kwa sababu ya brain alionayo. Na tuna vijana wengi ambao wana brain, wana akili. Watu wenye brain, kwa mfano kama Obama, ukisoma historia ya maisha yake, si tu kwamba alivuta bangi, alianzisha kijiwe cha bangi. Na ili ujisajili kwenye hicho kijiwe chake cha bangi, uwe na uwezo wa kuvuta bangi inayoeleweka. Lakini ndio the first black aliyeingia White House, na wazungu wakamtandikia red carpet na kumpigia saluti. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Kwa hiyo najua vijana wengi wana maswali mengi, wana hizo reason doubt. Ni kizazi cha reason doubt. Sasa nilifundisha hapa, ukiwa kama haukuweza kutusikiliza vizuri, nitaomba sana uweze kujoin na sisi kwenye YouTube yetu. Hapa nataka kwenda kwenye somo maalum sasa. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Sasa hapa nina swali la msingi. Kwa nini? Kwa nini? Ndio hapa tunakwenda darasani, na ndio somo la leo. Hii niliyofanya ni revision ya Ijumaa asubuhi. Kwa nini mara nyingi kabla jambo jema, yaani kusudi, halijatokea, hutangulia mambo mabaya na la kukatisha tamaa? Mtu mwenye baraka za Mungu kama Adamu anawezaje kutanguliwa na kisirani hiki na mkosi na balaa hili baya namna hii katika familia ambayo ni mbegu ya dunia na imebarikiwa kwa mkono wa Mungu peke yake? Nitarudia. Why? Kwa nini mara nyingi kabla ya jambo jema, yaani kusudi, halijatokea, hutangulia jambo baya na la kukatisha tamaa? Mtu mwenye baraka za Mungu kama Adamu anawezaje kutanguliwa na kisirani hiki na mkosi na balaa hili baya namna hii katika familia ambayo ni mbegu ya dunia? Ni mbegu ya dunia. Unajiuliza, kama Mungu aliwabariki hawa watu na Mungu amewatuma wakazae na kuongezeka, alafu wanatanguliwa na jambo baya namna hili nalokatisha tamaa, na Adamu anapata hiyo reason doubt, anapata hiyo mashaka ya kusudi. Kama ambavyo unaanzisha biashara, mtaji wote unakufa. Unaenda kuchukua nyanya Iringa, na ni mkopo, umekopa vikoba vya kausha damu, na ndio umehamasika kwa somo la mchungaji Kimaro la uchumi. Alafu unafika hapo Kitonga, kila kitu vurundu, nyanya zote zinateremkia kule mto Kitonga, zote zinarudi tena kule Iringa, na Dar es Salaam inakusubiri. How shall this be? Kwa nini? Kwa nini kama Mungu amekuandalia jambo jema linaanzaga kwanza kisirani? Kwa nini kama umeandaliwa kukubalika unaanza sana kukataliwa? Kwa nini kwanza kupoteza kabla ya kupata? Na una blessing, na leo umetoa sadaka ya fungu la 10. Na sio hivyo tu, na zaka. Kwa nini kisirani hiki? Kwa nini balaa hili? Hebu punga mkono pamoja na mimi,
mpaka kule. Naomba watu wote wapunge mkono mpaka pamoja na mimi, na angalia upande wa kulia, angalia upande wa kushoto. Kama jirani yako amesinzia, mtikise kwenye bega, mwambie hapa sio chumbani kwako, uwe na adabu. Unageuza kanisani hapa kwa kitandani kwako, kwa nyumbani kwenu. Maroho hayo tunayafunga na kuyarudisha kule kule kwenu. Hebu punga mkono pamoja na mimi, alafu mpigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Sasa ndio nataka niingie darasani, na siwezi kufundisha wanafunzi waliolala hata kidogo. Tena nifundishe hivyo na profesa wangu yuko hapa. Hii ni kukosa adabu ya chuo kikuu. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Haleluya. Ni kukosea adabu vyuo vikuu. Na profesa anayewakilisha chuo kikuu yuko hapa. Na sio tu anayewakilisha, ndiye muasisi wa chuo kikuu cha kanisa hapa Tanzania, Profesa Mdegela. Pigieni makofi mengi. Yeye ndiye aliyekuwa na wazo la kuwa na university, Tumaini University ni wazo lake. Hilo alitakalinyang'anywe mpaka siku ya mwisho, tutamsemea vizazi na vizazi. Makofi mengi kwa Profesa Mdegela. Haleluya. Kwanza kabisa naomba ukumbuke sheria ya mbegu. Sheria ya mbegu. Sheria ya mbegu. Nasema kwa nini jambo baya linatangulia kabla ya jambo jema? Kuna mambo mawili. Kwanza, sheria ya mbegu. Pili, theology of cross. Theolojia ya msalaba. Na kwanza nitaongea juu ya sheria ya mbegu, baadaye nitaongea juu ya theolojia ya msalaba, ambayo Wakristo wengi sasa hawataki sheria ya mbegu, hawataki theolojia ya msalaba, wanataka pokea. Kwamba endesha gari sasa huko angani, unaenda Marekani. Kabla hujaenda Marekani una mahali lazima upite. Haitokei hivi hivi. Kabla Adamu hajaijaza dunia hii inayokaliwa na watu, aliona mauzauza. Mtoto wake wa kwanza kichaa, wa pili akafa. Lakini tumejaa hatujajaa. Seasons will never destroy the reasons. Hayo makofi hayatoshi. Msimu hauwezi kuharibu kusudi. Na duniani tuna watu wa misimu, ole wao na mahangaiko yao. Lakini wengine Mungu ametuweka kwa kusudi, na wenye kusudi watasimama mpaka mwisho. Washindi wachache wangempigia Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Kwa hiyo nataka kujibu hilo swali kabla sijaanza. Nataka kujibu swali. Mara nyingi ni kwa nini kabla jambo jema halijatokea baya huwa linatangulia? Why? Majibu yake ni haya ya kifalsafa na kitheolojia. Kwanza, sheria ya mbegu. Wewe andika tu hivyo, sheria ya mbegu. Alafu pili, the theology of cross, theolojia ya msalaba, ambayo ni lazima kwa kila mtu. Na msalaba haukuanzia tu kwa Yesu peke yake, ulianzia tangu Adamu. Na Wakristo wengi hawapendi msalaba. Na wakati wa Kwaresma nataka niwakumbushe njia ya msalaba na theolojia ya msalaba. Haleluya. Okay, macho ubaoni. Sheria ya mbegu. Hili ni bango la sheria ya mbegu. Hili ni bango la sheria ya mbegu. Sheria ya mbegu inasema hivi. Ipo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mlango wa 15, mstari wa 42 mpaka wa 43. Na ipo katika kitabu cha Zaburi ya 126, mstari wa 5 mpaka wa 6. Hii ni sheria ya mbegu. That is the law of nature. The law of seed. Sheria ya mbegu. Kwanza, upandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Naomba uweke tu hilo bango pale pale. Let me read that bango. Upandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Upandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Upandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu. Upandwa kwa machozi, huvunwa kwa vigelegele. That is the law of seed. Hiyo ndio sheria ya mbegu. Washindi wachache wangesema amina, alafu mpigie Bwana na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Hiyo ni sheria ya mbegu. Sheria ya mbegu hupandwa katika aibu, hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Yaani familia ilipandwa katika uharibifu. Nyie mnasema familia yenu imepinda.
haijapinda kama ya Adamu. Kwani nani amemuua ndugu yake kwa rungu huko kwenu? Nani amekuwa kichaa? Unasema hii za kusengenyana kwenye simu, hizi zimo tu. Kwani watu wakae mpaka midomo inanuka, hawana story ya kupiga? Na wewe tunakuona ni story kwenye familia yetu, tutakusema tu. Tunaenda inbox, tunatuma message mengine kwenye group, alafu tunakuja kwenye inbox sasa hapo chini ya mkorosho. Waswahili umbea. Waswahili kuteta. Hii inaitwa tetetete. Nayo inakuumiza. Mlinisema usemwe, lazima usemwe. Hii ni jamii. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Unajua kwenye familia tuko 9, tuko 10, lakini kule ndani kuna kila mtu ana rafiki yake. Alafu kuna ngoma moja tunaichukia balaa. Familia. Unasema nini bwana? Mawivu yote, mawivu kama yote. Chanzo cha wivu kilianzia kwenye familia. First death imesababishwa na wivu. Chuki na wivu. Sasa ni sheria ya mbegu. Kila mbegu lazima ipandwe iharibike. Yesu akasema mbegu isipokufa haihuiki. Ikikaa katika hali hiyo hiyo huwa hivyo hivyo peke yake. Lakini ikifa huzaa mazao mengi. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie, ukiona vitu vimekufa na ukaona vimeisha kabisa, hiyo ndiyo sheria ya mbegu. Uwe na hakika ya kwamba hautaona aibu, lakini vitapandishwa tena na vitaota kwa upya. Washindi wachache wangesema amina. Kwa hiyo kama kuna vitu vyako vimekufa, mtaji umekufa, biashara imekufa, mahusiano yamekufa, ndiyo mbegu. Na hata sema tuone itakuwaje, waambie hiyo ni sheria ya mbegu. Mtayaona wenyewe, mtake msitake. Kama kwa Adamu ilitokea, na leo Mungu akampa Adamu Seti. Akampa Seti. Mesoma katika kile kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 5. Adam katika maisha yake hajawahi kutamkiwa uzao wa Kaini wala Abeli. Adamu anasema na huu ndio uzao na kizazi cha Adamu. Adamu akamzaa Seti. Kwa sababu mbegu zilizoharibika zilikuja kuibukia kwa Seti. Na mimi nataka niseme kwenye madhabahu yako, haijalishi hasara uliopata, haijalishi kukataliwa uliokataliwa, haijalishi mizengo uliotengenezewa na umefika mahali umepata hayo mashaka ya kusudi. Nasimama kwenye madhabahu na kuambia kusudi la Mungu bado lipo, na kushinda utashinda, na wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Naomba urudishe ile sheria ya mbegu. Naomba urudishe sheria ya mbegu. Na nataka uvute pumzi. Nikisoma kile kipengele cha pale juu, wewe hicho kinachoanza na nyekundu ni cha kwako. Na usome kwa sauti kubwa, toa unabii mpaka kile kisirani kilichoko kwenye pochi yako kisikie kwamba umesema ukiwa ndani ya ibada. Washindi wachache wangesema amina. Alafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Hupandwa katika uharibifu. Hupandwa katika aibu. Hupandwa katika udhaifu. Hupandwa kwa machozi. Nisikie vigelegele vya wavunaji. Haleluya. Asikudhulumu mtu, asikuonee mtu hata siku moja. Ukiona mtu anakuletea kierere cha kufuata maisha yako, mara umefulia, mara tuone itakuwaje, mwambie jambo moja tu: maisha ni marefu kuliko msimu. Yes. Maisha ni marefu kuliko msimu. Washindi wachache wangemshangilia Jehova. Haleluya. Life is longer than a season. Life is longer than a season. Maisha ni marefu kuliko kusudi. Na kuna mijitu ya kusudi. Mijitu ya kusudi ambayo Mungu ameisimika kwenye kusudi. Haitaogopa mawimbi ya misimu. Na kuna walevi kabisa wa misimu. Anaona akiwa na madaraka ataishi milele. Aje amuulize Askofu Mdegela kwamba na yeye alishawahi kuwa na madaraka. Yule pale retired but not tired. Mpigieni makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Na amepita misimu mingi. Ni mchungaji, ni askofu. Misimu aliyopitia, na yeye ameshawahi kupata hiyo reasons doubt. Akajiuliza, hivi kweli Mungu nilichagua
ni hakika nimechagua kweli mimi, mimi daktari, PhD, profesa, askofu, mshahara sasa wa kichungaji wa maaskofu hawa wenye PhD kule Iringa, mpaka na staafu hakuwahi kufika shilingi 300,000. Watoto wake wanatakiwa kwenda shule. Na kuna watoto wa wajane na watoto maskini wanakuja kwa askofu kugonga mlango. Mara ngapi huyu baba askofu amepata reasons doubt akikutana na wasomi wenzake waliosoma miaka ile. Baba askofu, umekuwa askofu kwa miaka mingapi? Miaka 30 ya waskofu. Amesoma PhD. Ni Jerumani au wapi PhD yako? South Africa. PhD, mshahara 300,000 kasoro. Baba, tunataka ada. Baba, tunataka na sisi kusoma. Baba, tuna safari ya shule. Reason doubt. Wanangu, subirini. Ana mtoto wake anaitwa Haika, Anamwambia, mwanangu, wewe ni Haika. Nilikuita jina la Kichaga, Haika Rua. Kwa hiyo subiri tu, Mungu atatenda. Reasons doubt hupandwa katika uharibifu. Lakini yule aliyoko Marekani niliyokwenda nikashukia kwake ndio Haika au ni nani? Huyo ni Kisumbo. Anaitwa Kisumbo hivyo hivyo. Najua Kisumbo. Kisumbo ni lugha, ni jina la Kichaga. Huyu askofu pamoja na kwamba ni profesa wangu, lakini pia ni shemeji yangu. Ameoa kwetu Marangu. Kwa hiyo mtoto wake mmoja anaitwa Kisumbo. Kisumbo ni baraka ya kupewa. Yaani Mungu anakupa zawadi ya kimbingu. Na yeye baba askofu alipofika mahali akapata reason doubt, akazaa mtoto akamuita Kisumbo. Na Kisumbo yuko Chicago. Yuko Chicago. Hata nimeenda nyumbani kwake. Binti anayemtumikia Mungu pale Chicago amelibeba kanisa la Swahili pale Chicago. Tulikwenda na timu ya Kijitonyama na tulikaa nyumbani kwake. Na mume wake ni mtu mmoja wa maana sana sana, na alituchomea nyama. Kadiva ni shahidi, nyama inayoeleweka Marekani. Pigieni makofi mengi huyo Kisumbo. Kisumbo wa Mdegela. Haleluya. Nataka kusema nini hapa? Nataka kusema katika maisha haya ya kawaida, kila uwekezaji, kwa kawaida kila uwekezaji huwa unaanza na hasara kwanza. Kwa hiyo kuna kitu kinachoitwa loss season. Loss seasons. Sasa hii ndio shida ya wastaafu. Akina mama Maria, akina mama Kitutu. Akistaafu akilipwa fedha zao za kustaafu ni hela inaitwa kiinua mgongo. Sio kwenda kuwekeza. Kuwekeza mama Mari, unawekeza ukiwa kazini. Na nyie waajiriwa mlio na salary, mna ulemavu mkubwa wa ajira. Na waambieni vizuri, unaamini maisha yatakuwepo tu. That is season. Hiyo ni season. Kustaafu na miaka 60 ni nusu ya maisha ya mwanadamu hapa duniani. Kama uamini, muambie yule babu pale. Ana 85 juzi alituambia. Huyo hapa. Maisha hata leo si ameamka saa 10 na ngapi. Maisha yanamwacha sasa. Amestaafu miaka 25 iliyopita. Bado anaishi. Na wauliza ninyi mlioko kwenye ajira, hivi miaka 25 huendi tena Muhimbili, huendi tena kwenye kambi ya Lugalo jeshini, huendi tena shuleni Mama Kisasa. Huendi tena ofisi ya askofu, huendi tena Diocese Mdegela. Unazunguka hapo ndani. Na wajukuu wanakuja, watoto wakina Kisumbo. What do you think? What do you think? Unapopata fedha za kiinua mgongo, ukaenda ukawekeza kwenye biashara, kitu cha kwanza kwa sheria ya mbegu ni loss season. Ni wakati wa kupoteza. Na hiyo ni sheria ya kila biashara, lazima upoteze. Nenda kaulize watu wa mabenki, hakuna wanaojua hela kuliko benki. Hakuna wachumi kuliko benki. Lakini benki yote ikianzishwa, hata ya kwetu ya maendeleo, tunakuwa na loss season. Tunaandikia benki itakuwa na hasara. Yaani mkikaa kwenye kikao, mnajadili benki itakwenda kwa hasara kwa miaka 5. Hiyo ni benki.
na wewe wa vikoba vya kausha damu. Once unapoanza upandwa katika uharibifu, uvuliwa katika kutokuharibika. Na hapo inapotokea sasa mstaafu amechukua hela yake yote ameiweka na imekomba pio. Ndio hapo sasa unapata kitu kinachoitwa reason doubt. Usishangae ukaanza kuvuta bangi na miaka 60, hutaamini. Hutaamini. Kwa hiyo tunachosema sisi, kama una jambo unataka kuanzisha baada ya kustaafu kwako, lianze sasa ukiwa kazini. Lianze sasa ukiwa kazini, ili lost seasons, hizo season za kupoteza, zipotee ukiwa bado kazini. Jaziage na vimshahara na vya allowance na bado akili yako mpaka viweze kuota. Na ninawaonya ninyi ambao mnapokea mishahara, mnapokea vinua mgongo na kwenda kufikiri sasa nawekeza. Subutu. Kuna wengine hata wamejenga apartment hawapatagi mpangaji. Lost season. Lost season. Kule Mbeya kuna eneo linaitwa Makongoros. Makongoros Chunya. Makongoros Chunya, Mbeya. Do you know what that? Wazungu walipokuja kule Chunya kuchimba dhahabu, kila mchimbaji yoyote wa dhahabu anapochimba anaandika kipindi chake cha kumeki loss, cha kutengeneza hasara. Kwa hiyo wale Waswahili wa Mbeya wanaenda pale wanamuuliza mzungu, tulipe mshahara. Anambia no. Huu ni wakati ambao I'm making loss. Huu ni wakati ambao tunatengeneza hasara. I'm making loss. Wanyakyusa sasa, Makongoros. Halo, hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Kwa hiyo kuna kipindi cha Makongorosi ya Wanyakyusa Mbeya. Na ukiona yani lazima tu. Joseph kwa mfano na Maria, uchumba wao, malaika ameingilia kati. Ndio familia, katika familia zilizochumbiwa Yerusalemu na Israeli na Nazareti mpaka leo, ni familia hii inahubiriwa. Kabla ya heshima hii ya Christmas ambayo dunia nzima inasimama kwa ajili ya Maria na Yosefu, walikuwa na Makongoros. Walikuwa na lost season. Yusufu akakusudia kumwacha Maria kwa kimya, akamute. Unatuma SMS, inasomwa, hakuna majibu. Inaumaje? Inaumaje? Alafu wewe ni binti, umeshalipiwa mahari kwa heshima, ghafla una mimba, na mchumba wako anajua hiyo mimba si yangu. How shall this be? Makongoros, Chunya, Mbeya. Kwa hiyo kwenye season hii Mariamu ana mfululizo wa vikao, anaitwa na wakuu wa mji, wakuu wa familia kwenye boma. Umetuaibisha, tulikuambia umetulisha chakula usitutapishe. Hiyo ni kimachame. Angalia, unatutapisha chakula cha mahari ulichotupa kwa kupata mimba nje ya mchumba wako. Na wasichana wengine wanasema, mnamjua fulani Mariamu alivyokuwa anajidai mstaarabu jamani, si alikuwa anajifanyaga bikira, yule ana mimba. Hao ni wasichana wa kwenye ndoo za maji huko visimani na sokoni na mtaani, making loss. How about you? Umepata mchumba, amekusema kidogo, umesemwa. Na siku hizi walokole wa hapa Kijitonyama kwa Limaua nasingiziaga, nimekoseshwa amani. Nimekosa amani ghafla, sina amani. Umeenda kwa mchumba wako, unavyomuona na vimba hapa kanisani. Kuna wavulana hapa kanisani wanapendeza, wanaimba. Ngoja kukaribisha mahali anakolala sasa Jeto.
Alafu ukifika wiki inayofuata unaanza kusema mimi nilifikiri nitakuta sofa, nilifikiri nitakuta hiki. Naona bado mpango wa Mungu. Bado mpango wa Mungu. Anzia kwenye makongolosi. Anzia makongolosi. Anzia makongolosi. Wako hapa watu nao nielewa sawa sawa. Nataka niwaambie mabinti mlioko hapa, kama mnataka maisha, ndio maana wengine wanazeekaga. Unafikiri hawajawahi kugongewa mlango? Waligongewa mlango ila kufika makongolosi wote utakusu. Oi. Lakini na yule aliyemkataa wakati wa makongolosi leo hayuko hivyo, maana upandwa katika aibu, ufufuliwa katika kutokuwa. Washindi wachache wangesema amina, mpigie Jehova na vigelegele. Upandwa katika aibu, ufufuliwa katika kutokuharibika, katika fahari. Upandwa katika uharibifu, ufufuliwa katika kutokuharibika. Maisha yameanzia makongolosi. Mimi mwenyewe nina picha zangu za makongolosi. Nikikuonyesha hapa hutaamini kama ni huyo mhubiri anayehubiri hapa. Lakini I'm happy kwa sababu that was makongolos time. Makongolos season. Na mwangalia mtu unaona kama hafai. Kimwangalia unaona sio. Mungu walio kukataa ninaomba wawepo. Wawepo. Kwa sababu maisha ni marefu kuliko msimu. Walio kukataaga na waombea kwa Mungu wawepo. Kama kuna dada umekataliwa, si umeonekana namna gani vipi, kila wakikusoma hawapo. Walikuangalia wakakuona si ngozi imekauka, hata tukufunganishe na mtambo wa mafuta. Hiyo ngozi haiwezi kupokea mafuta. Kuna saa ambayo utakuwa na mafuta kiwango ambacho unahitaji kutumia poda ya kupunguza mafuta kwenye hiyo ngozi, kwa sababu Bwana ameamuru. Oh my God, oh my God. Wako wapi watu wanaonielewa sawa sawa? Na mimi ninatangaza hivi leo, waliokudharau wamekudharau wakati huu wa makongolosi, wasubiri saa ya mavuno, maana inakuja. Oh my God, my God, my God. Wapandao kwa machozi watavuna kwa vigelegele vya furaha. Wanaotarajia hayo wangepiga vigelegele vya shangwe. Hallelujah. You must understand it. Don't worry. Usiwe na mapresha. Kuna wakati wa kuzaa mtoto ukamwangalia na hali unayopitia ukasema huyu haitwe Kisumbo. Lakini kuna wakati ambao Mungu anafanya Kisumbo awepo Chicago. Na huyu mzee akikohoa tu, mzee haraka sana, anatumiwa ticket ya ndege first class. Huyu baba safirigi na malonyalonya. Mimi nimeenda naye, nimekutana naye siku moja, tulikutana tunabadilisha ndege tunakwenda Marekani, tukakutana Dubai. Nikamwambia mzee uko wapi? Nikamwambia mimi ni mchungaji Kimaro, mimi niko hapa mbele. Nani? Ananiambia niko first class, ni mtoto wangu Kisumbo. Mimi nikamwambia niko huko Kijitonyama kwa Limaua na kwa Mtogole. Tutaonana tukishuka airport huko Marekani. Hebu punga mkono pamoja na mimi, alafu mpigie Bwana makofi yanayoeleweka. Making loss time. Kila biashara ina making loss. Tumeanzisha shule hapa ya Jerusalem. Kila mwaka service ya walimu, uendeshaji wa shule, tangu shule imeanza. Sisi ada haijawahi kuendesha hii shule bado. Tuko kwenye makongolos. Tuko kwenye makongolos time, makongolos season, loss season. Kwa kila msimu usharika wangu, ofisi yangu ya kichungaji inagharamia hasara ya ile shule ya milioni 70. Tunalipa mishahara na tengeneza chakula cha watoto, kugharamia transportation za kwenda, na tunategemea kuanzia mwakani ndio itaanza kutengeneza faida baada ya miaka 3. Sasa wewe nenda kachukue sasa hela yako kustaafu, ukaiweke shule ya Jerusalem. Utajua ni Jerusalem au Nazareti. Na nimeita Jerusalem, fikiri hilo jina lenyewe Jerusalem, lakini making loss, makongolos time is there. Hiyo ni sheria ya mbingu. Sasa watu wengi hawajui. Hata wanapochukua mkopo hawajui kwamba kuna kipindi cha kupoteza
Hawajui. Hata kama umenunua gari, umekwenda kusoma driving, ukimaliza ni gari ya kwako, utatembea nayo barabarani wewe. Lakini kwa kuwa ni new kama barabarani, bodaboda lazima wakutie adabu tu. Wanaparua kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Unaenda kupiga rangi. Ukienda kidogo unageuza nyumbani kwako, boom. Ndio uko kwenye driving, ndio unajifunza udereva. Ushamaliza chuo, ushapewa na traffic wamekujaribu, wameshakupa na leseni, lakini kuna makongolos time. Na mimi naona madereva wengi newcomers. Angalia magari yao. Yamebondwa. Na yatabondwa mpaka waweze kubalance barabarani. Na wanakaribishwa, welcome in the road. Karibu barabarani. Haiwezekani. Umekopa sawa, lakini making loss is there always. That is the law of mbegu. Hiyo ni sheria ya the law of seed. Sheria ya mbegu, you must. Okay. Na Mungu sasa nataka kuangalia kidogo juu ya hoja ya msalaba. Theology of cross. Theology of cross. Teolojia ya msalaba. Teolojia ya msalaba. Baada ya Adamu, kabla Adamu hajaijaza dunia kwa uzao, kabla Adamu hajaijaza dunia kwa uzao, Mungu alimpa kwanza kuharibika kwa uzao na familia. Hii ni theolojia ya msalaba. Baadaye alimpa Seti aliyeijaza dunia. Hii ni theolojia ya msalaba ambayo sasa most of Christians they don't like it. Ukianza huduma leo, unataka kesho uendeshe gari, kesho kutwa uwe na secretary, kesho kutwa uwe na television. Mimi ninahubiri tangu mwaka wa 90 mpaka leo. Inaenda karibu miaka inataka kufika 40. Sijawezaga hata kununua gari la peke yangu. Sinaga hata gari. Sijawahi kuwa na hela ya kununua my private car. Nasema this is my car. Hiyo haipo. Theology of cross. Theolojia ya msalaba. Lakini kuna watu wameanza juzi, wana magari mpaka wanajiuliza wafanye nini, waendeshe wapi? Na mimi nashangaa. Na hii ndio shida inayogeuza sasa watumishi, walimu, watumishi kuwa matapeli. Sababu akiangalia yule amepata, yule pala amepata, na yeye anaanza utapeli mpaka kusukuma watu aonekana na upako. Lakini theology of cross, theolojia ya msalaba. Na mimi nataka niseme hivi, katika bango hili la Adamu na Seti, nataka uangalie theolojia ya msalaba, theology of cross. Kaini na uzao wa kwanza umeharibika, vimeisha. Theolojia ya msalaba kupitia kuteseka. Na haya ni makusudi ya Mungu kumtengeneza mtu ili awe na discipline. Alafu pale ni Seti, uzao wa pili, tumaini na uhai, na dunia inayoonekana sasa kuwa na kwaya ya Kimara Jerusalem, kwaya kuu, kwaya uinjilisi. Umati ulioko hapa unatokana na Seti. Washindi wachache wangempigia Bwana makofi mengi. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, haijalishi umepata hasara ya kwanza ya namna gani, lakini nasimama kwenye hii madhabahu. Mungu akupe Seti wako kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache wangesema amina, halafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Theolojia ya msalaba, theolojia ya msalaba. Mungu alipotaka kumpa Ibrahimu baraka ya kuzaa taifa, hakumpa uzao, alimpa Sara utasa. Mungu alipotaka kumpa Ibrahimu baraka ya kuzaa taifa, hakumpa uzao, alimpa mwanamke tasa, alimpa Sara ambaye ni tasa.
theology of the cross, theolojia ya msalaba. Na unaweza ukamuona Sara hapa. Angalia, Mungu alipotaka kumpa Ibrahim baraka ya kuzaa taifa, hakumpa uzao, alimpa Sara ambaye ni tasa, anayemlilia saa zote Ibrahim. Theology of cross. Je, ni utasa umetangulia kwenye kazi ya mikono yako? Ni utasa umetangulia kwenye biashara? Ni utasa umetangulia kwenye taaluma yako? Taifa la baraka litazaliwa kutoka na huo utasa kwa jina la Yesu Kristo. That's the theology of cross. Mungu alipotaka kumpa Musa kuokoa Israeli, Mungu alipotaka kumpa Musa uwezo na utume wa kuokoa Israeli, hakumpa jukwaa la kisiasa, alimpa kesi ya mauaji na jangwa. Anataka kumpa, na ndio somo tulilosoma leo. Akaenda alifikiri ni rahisi kiasi hicho. Amesikia mzigo ndani, Mungu amesema naye, utawahamua watu hao. Alipoenda, akaenda akakutana na Mwibrania anapigana na Misri. Huku na huku akamuua yule Misri. Anataka mambo ya chap chap. Anafikiri ataondoka nao kesho. Unajua kuna watu wana mzigo, wana dream, wana maono, wanataka kesho waondoke nayo. Na ukisikia mhubiri anasema sasa wale watu ambao wanataka kupokea leo kama safari ya Tanga wahudhurie kwenye hii ibada, watu hivi wameenda kupokea leo. Na Musa alikuwa na hicho kiroho cha leo. Ameenda amekuta wanapigana, ndani yake ana vision, ana utume kwamba atawaokoa watu hawa. Ameenda amekuta anapigana, ghafla akamuua Misri. Akamwambia Mwebrania, kimbia, huwezi kuhudhuriwa na hawa jamaa. Hawa lazima tuwapige tu. Kesho yake tena anatoka. Akakuta Waebrania kwa Waebrania wanapigana. Walipofika akawaamua yule mmoja cha umbea. Akamwambia, he! Kakutuma nani? Nani kakuweka kuwa mwamuzi wetu? Nani? Kwa mamlaka gani? Unataka kuniua kama ulivyomuua yule Misri. Unajua, kama kuna mtu anakupigaga sirini, jitahidi aelewe kwamba unajua. Kumwacha adui yako anayekutaabisha bila kujua kwamba unajua ni kumpa nguvu. Ukitaka kummaliza mwambie najua. Ukiona huwezi kumwambia, tengeneza kaumbea, mpe Mwebrania mmoja akusaidie kumfikishia hizo habari. Hayo makofi yanaeleweka? Mtafute Mwebrania mmoja ambaye hakopeshi. Alafu msimulie fulani anafanya hivi, anafanya basi, unajua ni shosti yake, atakwenda kumwambia. Wakati mwingine hukusema kwa siri, sio masengenyo, umesema ili aambiwe. Akishajua kwamba hii jamaa amejua kule kazini mimi ndiye ninataabisha, mimi ndio natengeneza mambo yote, ngoma lazima isepe. Kama Musa alikimbia, yeye atabaki wapi? Hebu punga mkono pamoja na mimi. Biblia inasema Musa akakimbia kwa sababu ya alijua jambo lile limejulikana. Unajua mtu anakupiga ofisini, anakupiga kwenye maisha ya kawaida, kwenye biashara, hapa kanisani, mbaya. Alafu akikuona, Bwana asifiwe, kusalitiana kulianzia na Yuda jamani. Na Yuda alianza kusaliti kwa kubusu. Sasa wewe usiwe na mambo ya ovyo ovyo. Unataka kushinda vita ya mtu anayekutaabisha sirini, habari yake imfikie, ajue. Wewe mambo ya kwenda kusonona, unaenda kulala usiku, kwa nini amenitendea hivi? Mwambie aelewe. Ukiona huwezi kumconfront uso kwa uso. Kuna watu ambao Mungu amewapa ujasiri kama Profesa Mdegela. Yeye atakujia tu, atakwambia, bwana kwa nini? Umesikia amekwambia hapa, amelaumiwa mara nyingi na ameshinda. Ni bingwa wa kulaumiwa na ni bingwa wa kushinda lawama. Kwa nini? Atakuambia Mchungaji Kimaru uko hivi, uko hivi, uko hivi. Mastai atakueleza tu, uko hivi, uko hivi. Wale wanacheka, wanamfahamu. Saa nyingine umwahi kabla hajafika madhabahuni. Akifika anaweza kukusemea pale pale na kutia ushahidi. Anganaga huo mpango. Sasa kuna wale wengine wastaarabu, sasa tumsifu Yesu Kristo, Mungu ni wema, si na nini, tunaenda.
tafuta Mwebrania mmoja, mueleze hiyo habari, imfikie, alafu utaona vita yako kule inapungua au imeisha. Kwa nini? Ameelewa. Alafu akikujia ofisini kesho Jumatatu, eti ulimweleza fulani, mimi nimeshangaa, fulani amenieleza hivi na hivi na hivi, eti anataka kujua ni kweli. Anambia ndio. Jihoji. Maana unajua hapa kazini bwana, watu wamejua sisi mimi na wewe ni marafiki, tunapendana, anajua kabisa namna tunavyosaidiana. Eti fulani, yani watu jamani, ni wambea. Anambia jihoji, umbea kweli? Kaambia jihoji, wewe unaonaje? Lakini wewe ni rafiki yangu. Anambia wewe unaonaje? Kumueleza, nimemweleza. Cha kufia nini? Uje kuishia kumeza madawa ya pressure, madawa ya sukari, madawa ya figo. Ya kazi gani? Mueleze. Elewe. Akishaelewa anasepa. Kiongozi wa kusepa Musa. Hebu punga mkono. Watu wanapenda wakikuumiza vizuri sirini. Mtu asijue. Asijue ndiye anakuangia usiku. Asijue ndiye amekuroga. Asijue ndiye ameharibu misheni zako za kibiashara. Asijulikane kwamba yeye ndiye aliyetengeneza kila aina ya hila. Na wanapenda kuwa watakatifu. Huo ni utakatifu wa nzi. Usidanganywe na utakatifu wa nzi. Nzi mbea, mwongo. Nzi anaosha mikono hivi mbele, akimaliza anaoshia na nyuma hivi, kwamba mimi msafi. Jamani, msafi mwenzenu. Msafi wewe unaendesha kipindupindu. Msafi unakaa wapi? Msafi wewe nzi. Msafi atakuwa wewe unamtapeli nani bwana wewe msafi? Nzi msafi saa ngapi? Anakaa jalalani. Anaishi kwenye vitu vilivyooza. Alafu akija mbele ya binadamu eti mie msafi na nawanga mikono. Nawa mikono na maji, ananawa na hewa. Mbea. Una sanitize nzi? Unakana mnafiki wa nzi. Unafiki wa nzi utauweza? Mfukuze nzi amekukalia popote. Kabla hata hapa, huyo hapa. Lazima afanye hivi. Alafu ndio aruke kunidanganya kwamba ni msafi. Uongo. Kabeba kipindupindu, kabeba mauti. Hebu punga mkono pamoja. Haleluya. Mungu alipotaka kumpa Musa Israeli, hakumpa jukwaa la kisiasa. Alimpa kesi ya mauaji na jangwa. That is the theology of the cross. Theology of cross. Naomba uonyeshe Musa jangwani. Mungu alipotaka kumpa Musa kuokoa Israeli, hakumpa jukwaa la kisiasa hata kidogo. Alimpa kesi ya mauaji na jangwa. Hii ni theolojia ya cross. Hii ni theolojia ya msalaba. Watu wengi hawapendi, wanataka yatokee hapo kwa hapo. Hapana. Na Mungu alimpa neema, ameokoa Israeli, lakini jangwa ilikuwa ni maisha yake. Na si jangwa la siku moja, miaka 40. Miaka 40. Theology of cross. Theolojia ya cross kwa Musa, theolojia ya msalaba kwa Musa ndio ilikuwa kipindi kirefu kabisa kuliko mtu mwingine. Mungu alipotaka kumpa Yusufu nchi ya Misri kuwa waziri mkuu na kuilisha dunia kwa miaka 7, hakumpa jukwaa la kisiasa, ila alimpa kuuzwa, kesi ya ubakaji na gereza. Nitarudia tena. Mungu alipotaka kumpa Yusufu nchi ya Misri kuwa waziri mkuu na kulisha dunia kwa miaka 7, hakumpa jukwaa la kisiasa, ila alimpa kuuzwa, kesi ya ubakaji na gereza. Wapendwa, kwa haraka ungeweza ukafikiri kwamba Mungu angeweza kumpa Yusufu daraja lile alilokusudia kwa haraka, lakini alichompa ni hii. Mungu alipotaka kumpa Yusufu nchi ya Misri kuwa waziri mkuu na kulisha dunia kwa miaka 7, hakumpa jukwaa la kisiasa, ila alimpa kuuzwa, kesi ya ubakaji na gereza. Theolojia ya msalaba. Theology of the cross. Theolojia ya msalaba kwa Yusufu. Sijui wewe mwenzangu unapitia wapi kabisa. Na hata Mungu alipotaka kumpa Mandela heshima ya icon ya Afrika hii,
mtu wa heshima zaidi katika bara hili la Afrika leo ni Nelson Mandela. Amekufa, amefariki angali akinena. Lakini kabla ya kumpa hiyo heshima, miaka 27 gerezani, na moja ya mateso aliyopata yule askari wa magereza aliyekuwa anampa chakula, alikuwa anatemea makohozi kwanza kwenye sahani yake ya chakula, alafu anampa. Na Mandela alikuwa anakula na alikuwa na appetite kwa miaka 27. Wewe basi tu unataka kesho uwe fulani. Unataka kuwa tu. Unataka kuwa tu. Haitokei. Lakini nitaomba pia bango la Isaka. Bango la Isaka. Mungu alipotaka kumbariki Isaka kipimo 1:100, alimpa kwanza miaka ya njaa. Miaka ya njaa. Mungu alitaka kumbariki Isaka kipimo 1:100. Mungu alitaka kumbariki Isaka kipimo 1:100. Alimpa kwanza miaka ya njaa na nchi kavu. Njaa na nchi kavu. Paka akahama nchi. Akaenda Gerari. Akafika Gerari, akapanda mbegu baada ya njaa ile, Biblia ndivyo inavyosema. Akavuna kipimo 1:100. Yaani faida aliyopata Isaka ni ukiona nimeinua mikono nikakutamkia Mungu akubariki na faida ya Isaka, ni kipimo 1:100. Ni shilingi 1 izae shilingi 100, ni euro 1 izae euro 100, ni dola 1 izae dola 100, ni milioni 1 izae milioni 100. Hayo makofi hayatoshi. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Hallelujah. Theology of the cross. Theolojia ya msalaba. Theolojia ya msalaba. Bango la Laban. Bango la Laban. Mungu alipotaka kumpa Yakobo baraka na utajiri wa kuzaa makabila 12 ya taifa la Israeli, hakumpa uhuru wa kiuchumi, ila alimpa mtu dhulumati aitwaye Laban. Ile ngoma pale. Dhulumati. Dhulumu miaka yake yote. Kwanza tu kumuoza mahari, akampiga miaka 14 ili apate mwanamke anayempenda. Mungu alipotaka kumpa Yakobo baraka na utajiri wa kuzaa makabila 12 ya taifa la Israeli, hakumpa uhuru wa kiuchumi, ila alimpa mtu dhulumati aitwaye Laban, au anaitwa Laban. Theology of cross. Miaka 20 katika nyumba ya Laban, Yakobo akapata kitu kinachoitwa reasons doubt. Huyu mtu anayedhulumiwa namna hii amebarikiwa na baba yake anayeitwa Isaka. Mungu alimbariki Ibrahim, Ibrahimu akambariki Isaka, Isaka akambariki Yakobo. Mtu wa tatu ana original blessings, ana baraka ambazo zimetoka kwa Mungu, lakini alikuwa na makongolos. Lost season. Lost season. Kule Arusha wanasema lost season, wengine wanasema lost season, whatever. Lakini ni wakati wa kupoteza. Alimpa huyu dhulumati. Lakini once baada ya theolojia ya msalaba, Yakobo alipovuka kurudi nyumbani baada ya ile miaka mingine 5 ya mkataba mpya, jumla ilikuwa ni miaka 25 katika nyumba ya Laban. Lakini miaka 5 ni ile ya kuzaa marakaraka na madoadoa ya ng'ombe na mbuzi na kondoo. Kwa miaka 5 Mungu alimbariki huyu jamaa, alimuondoa mikononi mwa huyu dhulumati. Biblia inasema Yakobo alikuwa na matuo mawili alipovuka mto wa Jordan. Akasema, nilipovuka mto huu nilikuwa na fimbo yangu tu, lakini leo Bwana umenifanya matuo mawili. Tuo moja la Yakobo lilikuwa linaangaliwa ni punda, ni ng'ombe, ni kondoo, ni mbuzi, ni ngamia. Wahudumu wa kundi moja ni watu 3,000. Naweza ukaona ni watu wengi kiasi gani aliyokuwa nao ameajiri. Alikuwa na kampuni hiyo ya kwanza, watu 3,000. Kampuni ya pili, watu 3,000. Yakobo alikuwa ameajiri watu 6,000. Sasa jana nilikuwa Serena hoteli na matajiri fulani hapa Dar es Salaam. Nilikuwa nawaendeshea semina. Nikawauliza pale, "Mmeajiri watu wangapi?" Wenyewe wanajitaka matajiri.
Nikawauliza, mmeajiri watu wangapi? Huyo mmoja akaniambia sijui watu 200, mwingine watu 300. Aliyekuwa pale amewajiri wengi, amefika 700. Nikamwambia tafuteni hela. Hamna hela, nyie mna change. Kwa nini? Tunazungumzia mwanaume kijana mdogo aliye na baraka, ambaye amepita kwenye makongolos, lakini kampuni zake 2, kila kampuni moja ilikuwa imeajiri watu 3,000, na wanakula na wake zao na watumwa na kila kitu, wanakula kwenye brain ya mtu mmoja. Kampuni moja watu 3,000, kampuni ya pili watu 3,000. Kuna watu hapa mna kampuni iko kwenye mkoba wako, alafu unatutishia na gari kubwa umepaki pale nje. Tafuta hela. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Yaani una nini wewe? Una kitu gani? Mimi sijatikiswa hapa na watu bado. Nikamwambia wale wa jamaa wangu nilikuwa nao jana, nikamwambia nendeni mkatafute hela, mwakani tukikutana nataka nione matuo mengine yameongezeka. Umetua hapa, umetua South Africa, umetua wekezaji huko Nigeria, unawekeza baadhi ya nchi za Afrika, Ulaya, Marekani. Yaani nione matuo. Na ni maombi yangu katika ibada hii, ninawaombea matuo kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache wangesema amina. Pigie Bwana makofi mengi, haleluya. Uwe na shule, matuo. Uwe na hospitali, matuo. Uwe sijui na chuo kikuu, matuo. Uwe sijui na kitu gani, matuo. Yaani kuna watu hapa hamna matuo. Yaani una kinjia chako unapita kama chapanya. Mbi ofisini CRDB. Mbi nyumbani. Mwaka na hata kesho Jumatatu utaenda hiyo njia hiyo. Una matuo. Lazima uanze kutengeneza matuo. CRDB au Tigo au Voda asubuhi au Muhimbili asubuhi, jioni una matuo. Kuna mahali unapitia, hata kama ni saluni umewekeza hapo kitu. Una matuo 2, una matuo 3, una matuo 4. Wenzangu ninyi mna matuo. Ndio ukifika sasa wakati wa kuambiwa unakumbushwa. Na nataka nisimame hapa pia kuwakumbusha wale waajiriwa wote. Mwezi huu umelipwa mshahara, salari yako kabla hujaitupa, soma kule nyuma. Wanakueleza tarehe yako ya kustaafu, mama Kitutu, mama Kisasa. Soma salari yako. Mnaangaliaga tu pale mbele, makato, wamekumbuka deni, wamekata bei gani, wamekata halali. Unaangalia, angalia na kule nyuma kuna tarehe yako ya kustaafu. Serikali imeokoka. Na mashirika mengi ya taasisi na makampuni wameokoka, na ni sheria ya kila salary zako za mshahara iandikwe pale kwamba kuna kustaafu. Lakini uwe na matuo. Wachache wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Lazima kuwa na matuo. Lazima kuwa na matuo. Lazima uwe na matuo. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Na hapa nataka kuzungumza juu ya bango la wanawake tasa. Nisikilize vizuri. Falsafa na theology. Sara mama wa Isaka, Raheli mama wa Yusufu, mkewe Manoa mama wa Samsoni, Rutu mama wa wafalme wote wa Israeli, Hana mama yake Samueli, Elizabeti mama wa Yohana Mbatizaji. Kabla ya kupewa watoto maarufu, walipewa kwanza utasa, theology of the cross, teolojia ya msalaba. Hawa wanawake wamezaa watu maarufu duniani, wanaohubiriwa dunia nzima, wanaishi mbinguni, wanaishi na duniani. Hawa wanawake, yaani Sara mama wa Isaka, Raheli mama wa Yusufu, mkewe Manoa, Raheli mama wa Yusufu, mkewe Manoa mama wa Samsoni, Rutu mama wa wafalme wote wa Israeli, Hana mama yake Samueli, Elizabeti mama wa Yohana Mbatizaji. Kabla ya kupewa watoto maarufu, walipewa kwanza utasa. Na saizi wako mbinguni pengine wanaulizana, mwenzangu, ili kuwaambia shughuli yake haikuwa ndogo, lakini ndio wale watoto. Theology of cross, ambayo inaweza ikabeba reasons, doubt. Inaweza ikakuletea mashaka ya kusudi, ukasema how shall this be? Ni nini hiki?
Kuna wakati nilipita mahali pagumu, nikapata mashaka ya kusudi, reason doubt. Akaniambia, Mungu, hata kama unaninua, kwa nini umetumia njia ngumu namna hii? Akaniambia, this is the proper way and you must cross. Lazima upite hapa kwenye theolojia ya msalaba. Washindi wachache wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Lakini Mungu alipotaka kumpa Yoshua uongozi, na hapa naangalia bango la Joshua. Mungu alipotaka kumpa Yoshua uongozi na kazi ya kuwarithisha wana wa Israeli nchi ya ahadi, hakumpa nchi iliyojaa maziwa na asali, bali alimpa nchi iliyojaa majitu, Wanefili, Waamori na Wahiti. Theology of cross ambayo watu wengi hawataki kabisa. Hata leo ni kama nawachosha, hawatakagi. Watu wanataka vitu vya bure, vya haraka haraka. Nimelea mie, najua. Nimelea hata kwenye madhabahu, najua watoto wangu wanataka vitu vya haraka. Suti, perfume, gari, mke ndani ya mwezi. Wewe tapeli tu. Hata kama umetoka kwenye mikono ya mchungaji Kimaro, tapeli tu. Hauendi hivyo hata siku moja. Na kupiga simu. Unajua mimi pale natumikaga pale Morning Glory, siyo kwenye ibada ya mchungaji Kimaro. Mtoto mchungaji Kimaro, nimepungukiwa na hela. Hebu nisaidie milioni moja iliyoko karibu. Milioni zote ziko mbali. Kuna hata moja iliyoko karibu. Na msiwape hela watoto wangu, mnawaharibia teolojia ya cross. They must suffer, no way. Kama mnataka kuwa na wachungaji na watumishi wa Mungu wazuri kesho, waandaeni. Sasa wapeni vichenchi vyenu na vyela vyenu vya manuizo, muangalie kama kesho kutakuwa na mtumishi atakayesimama kwenye theolojia ya cross. Hawataki. Taka haraka, taka kubarikiwa. Prosperity gospel. Haraka. Alafu hawana neno, hawana Mungu. Hata kunena kwa lugha uongo tu. Uongo tu. Kuna kunena kwa lugha hapa. Na hata Profesa Mdegela anafahamu, waliponena kwa lugha pale Yerusalemu, ilikuwa ni lugha ya Roho Mtakatifu. Continuously waliokuwepo walisikia kwa makabila yao. Na kunena kwa lugha ni ishara, si kwa hao waaminio, bali kwa wasio amini. Sasa sitaki kwenda huko, manake nitafukuza wengi kazi. Najua mjini kila mtu anaishi kwa namna yake, kwa hiyo mambo ya kuharibiana mjini sio. Lakini you must understand. Na sitaki mambo ya kitapeli. Nataka true, nataka ukweli wa neno la Mungu na theolojia yake. Hayo makofi hayatoshi, piga makofi mengi yanayoeleweka. Kwenye mambo ya mtu amefika, mtu mmoja na mwingine akaja akaniambia, mimi nimetapeliwa. Mchungaji, amechukua hela zangu, hanilipi, amenidanganya, nimeenda kuchukua hati yangu, nimechukua kiwanja, nimeweka benki, lakini siku ambaye anachukua zile hela anakuja kuniomba, alikuwa ananena kwa lugha kabisa. Anambia ananena kwa lugha na huko akijua anakutapeli. Nikamwambia hiyo sio lugha, huo ni utapeli. Kuna vitu ambavyo tunasema katika ulimwengu wa roho juu ya theolojia ya msalaba. Lakini mwanadamu ukimwachia anaweza kufanya chochote tu anachoweza kufanya. Oh my God. Mungu alipotaka kumpa Yesu Kristo ufalme na mamlaka na enzi ya milele, hakumpa jukwaa la kisiasa, ila alimpa kwanza taji ya miiba, kukataliwa, kuaibishwa, kiwango cha kuwekwa katikati ya wezi wawili, na katika kura alishindwa vibaya na mwizi, jangili, muuaji aliyeitwa Baraba. Fikiri, mwana wa Mungu anapigiwa kura, Baraba anapata kura, yeye amekataliwa. Mheshimiwa Profesa, huyu Yesu aliyefufua wafu wao, aliyewalisha wale 20,000 kwa samaki 5 na mikate michache. Theology of cross. Ilipofika wakati wa kupiga kura, aliyemfufua mtoto wa mwanamke Naini, aliyefanya kazi ya kichungaji miaka 3 katikati yao,
alipopiga kura kati yake na jambazi, watu walimchagua jambazi, jangili. Kura zile Yesu alipoteza. Wasema tupe Baraba, huyo muuaji. Theology of cross. Lakini leo ni Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Mungu wa oh my God, oh my God. Ungeinua mikono yako na ungempigia Jehova na makofi ya shangwe. Hallelujah! Wako wapi watu wachache wanaonielewa hivi leo? Kwa hiyo nimejibu angalau kwa uchache. Napozungumza juu ya reasons doubt, mashaka ya kusudi. Mabibi na mabwana, narudia kusema maisha ni marefu kuliko misimu. Life is longer than a season. Maisha ni marefu kuliko msimu. Na mimi nataka niwatie moyo asubuhi ya leo, kama unapitia msimu ambao unauona ni msimu wa uharibifu, subiri, saa ya mavuno yaja kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, ninawabariki watoto wa Mungu wote mlioko hapa na wale wanaosikia wakiwa mahali popote duniani. Ninawatangazia hivi leo ya kwamba Mungu aliyeamuru maisha yenu yana kusudi. No matter ni wapi unapitia leo, Bwana atafanya njia mahali pasipokuwa na njia. Washindi wachache wangenisaidia kumpigia Bwana makofi mengi. Kama unapitia magumu, ni theolojia ya msalaba. Kama unapitia kwenye hasara, ni theolojia ya msalaba. Ninajua yule Mungu aliyeruhusu mabaya yakakupata, ataruhusu na mema yakupate. Washindi wachache wangesema amina. Aliyeruhusu hasara ikakupata, ataruhusu na faida ikupate. Aliyeruhusu aibu ikakupata, ataruhusu na heshima ikufuate. Na ni maombi yangu asubuhi ya leo, popote pale ulikopitia, haijalishi umepoteza kiasi gani, kwa neno hili subiri, Bwana atatenda kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Nimekuwa nikiongea na Kisumbo kule Marekani na baadhi ya na watu wengi ninaowalea na kuwatunza kule Marekani. Wana mahangaiko kwa sababu kipindi hiki Marekani ni makongolosi ya watu ambao wamehamia pale. Yaani ni makongolosi. Kuna ngoma ikiamka asubuhi inatangaza tu makongolosi. Ikiamka na nijika la kina Mdegela huko retired huko juu. Ikiamka tu anatangaza hakuna hiki, hakuna hiki, hakuna hiki, hakuna hiki. Basi Waswahili walioko pale Marekani wana mahangaiko. Nikawauliza, nyie mna kichani? Mko Marekani kwa kusudi. Hamwezi kutishwa na msimu. Oh my God, oh my God, oh my God. Mungu aliyewatoa hapa Uswahilini akawapeleka Washington DC, akawapeleka Seattle, akawapeleka sijui Chicago, akawapeleka Minnesota, Minneapolis. Sio Mungu anayeishia kwenye msimu, ni Mungu aliyebeba kusudi. Na mimi ninawaambia African diasporas wote waliotawanyika, kama kuna mahali wanapitia kwenye makongolos season, Mungu ataleta wakati wa kuvuna kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache wangesema amina, na hao Wamarekani wangepiga vigelegele. Hallelujah. Haupo pale Marekani utikiswe na msimu. Never. Life is longer than a season. Maisha ni marefu kuliko msimu. Hali kadhalika na wale ambao mko ofisini, umepangiwa bosi kisirani, bosi mkosi, amebeba theolojia ya msalaba kukugandamiza. Usiogope. Hakai juu yako milele. That is the season. Maisha ni marefu kuliko msimu. Tumepita kwenye misimu ya COVID, tulikuwa tunavaa hapa mabarakoa, tumekuwa kama kitimoto mipua hivi. Leo si mnaona mwanya. Hallelujah. You can smile. Tumepita misimu ya kina Hitler, lakini tumevuka. Tumepitia misimu, tumevuka. Lakini msitishwe na msimu. Angalieni maisha ni marefu kuliko msimu. Usibebe vinyongo, usibebe chuki ya msimu, usibebe kisirani cha msimu, usihangaike na msimu. Na wale walevi wa msimu, unisaidie kuambia popote alipo mlevi wa msimu. Manake unakuta huyu ni CEO, ameteuliwa tu, ni mkurugenzi wa taasisi ametumwa, sijui ni huyu ameteuliwa, ametumwa tu hapo ofisini kwenu. Na yeye anaona kama ni mahali pa milele. Nisaidie tu kumwekea kwenye status yako,
maisha ni marefu kuliko msimu. Akibisha awatafute wazee wastaafu kama kina Mdegela, awaulize. Maisha ni marefu kuliko msimu. Maisha ni marefu kuliko msimu. Yupo mtu mmoja utamshika mkono kazini, atakuja baadaye mtoto wako na kibarua tu, nasema wewe ni mtoto wa fulani. Hapana, baba yako aliwahi kunisaidia, akanisainia fomu yangu kunipeleka kwenda kusoma. Hii kazi nenda kajiandae, hizi interview tunafuata protocol, lakini wewe nimekuofa hii kazi. Ni kwa sababu maisha ni marefu kuliko. Na kuna mwingine ukitamka jina tu, ukitoka anasema ni wewe, baba yako ni fulani, mama yako ni fulani, ndiye alikuwa mkurugenzi hapa. Mwaka gani alikuwa mkurugenzi? Anakumbuka mateso aliyomtesea hapo. Na anamwambia basi nenda. Kwenye interview anambia jamani, naombeni kwa heshima ili jina kata. Hawezi kuingia kwenye taasisi yetu. Mbegu chafu. Na watabreki pale kwa sababu Waswahili wanapenda umbea. Wana break interview, inakuja kwanza story, wanasikiliza kwanza wadhamini. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Si unajua mnakuwa mnafuatilia filamu, pale pazuri ndio wanakata, wanasikiliza kwanza wadhamini. Alafu akiwaeleza anasema kweli hafai, atakuja kuwa kama mama yake, maana yake mtoto wa nyoka ni nyoka. Maisha ni marefu kuliko msimu. Wapo watu wamepita misimu mingi sana, tofauti, yenye ambushi mbalimbali, tofauti. Nchi imepitia ambushi tofauti za misimu ya miaka mitano, tofauti. Lakini maisha ni marefu kuliko msimu. Kwa hiyo mwenye majeraha ya msimu upone, mwenye sonona ya msimu apone, mwenye masikitiko ya msimu apone. Ili mradi Mungu amekupa maisha, nenda mbele. Wako wapi washindi wachache wanaosema amina? Halafu angempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Piga tena, Yesu asikie. Haleluya. Nataka kuona watu wa kusudi wasimame, wasiogopa msimu na wasimame. I want to pray for you. Nataka kuomba kwa ajili yako. Nataka kuomba na watu wachache hapa ambao kiukweli wamefika mahali wamekata tamaa. Wamefika mahali wakapitia kwenye theolojia ya msalaba, wakapita kwenye sheria ya mbegu, na wanasema ni kama hatuna tena hatua nyingine kwenye mioyo yetu. Ni kama vile tumechoka, tumekata tamaa. Lakini kwa neno la leo tunaanza maisha kuelekea kwenye kusudi. Nimeambiwa ni watu wachache. Na wale ambao wamepata mateso ya kimsimu. Yaani kuna misimu imepita. Hasa ndugu zangu walioko Marekani, kuna misimu imepita, imeblock maisha yako. Huo ni msimu. Na umetikisika, unaanza kupata mashaka. Nataka niombe pamoja nawe. Wale walioko Marekani nitawaombea wakiwa huko. Lakini wewe uliyeko hapa ambaye msimu umekutikisa. Unajua kuna watu wa USAID, si ndio? Kuna watu walikuwa kwenye mashirika mbalimbali ya kimataifa, USAID na wengine, msimu umepush out hizo ajira dunia nzima. Na unasafa, come here please. Watu ambao unasema I'm going to start my impossible, na nataka kusmile again. Njoo hapa. Wale ambao wamepitia misimu. Mungu ameniambia ipo misimu ambayo watu wamepitia maisha yao na wamefika mahali ni kama walikuwa wanaona kama hakuna tena tumaini kwenye maisha yao. Let me pray for you. Nataka niombe kwa ajili ya kwako. Neno hili ni la kwako. Ni mahali ambako Mungu anakupeleka, anakuinua zaidi. Kibiashara unainuka zaidi, kiroho unainuka zaidi, kiuchumi unainuka zaidi, kibiashara na kielimu, kiutashi, kifedha. Kuna mahali ambako Mungu anakupeleka kwenye next level, next dimension. Lakini ametangulia maumivu. Na mimi nazungumza na watu wachache. Lakini leo pia Mungu ameniambia kuna watu wachache wanameza dawa za sukari, dawa za vidonge vya madawa ya moyo, pressure. Wengine wanabadilisha damu kwa sababu ya figo. Wengine wanapata ganzi mwilini, wanaelekea kuparalyze kwa sababu ya misimu ambayo wamepitia. Mungu tu atakurudishia na afya na utapona na hayo magonjwa yaliyoletwa na msimu mgumu uliopitia katika maisha ya kwako. Kipindi ambacho
umepita cha msongo, kilicholeta mateso, kilicholeta magonjwa. Huyo Mungu ninayesema habari zake ameapa kwa kinywa cha nabii Yeremia akasema, ninayajua mawazo ninayowawazia, ni mawazo ya amani, kuwapa mema na matumaini katika siku zenu za mwisho. Lakini ni Mungu aliyesema kwa kinywa cha nabii Yeremia, maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako zote. Wale waliopoteza vitu kwenye misimu, ukapoteza watu, ukawa na majeraha na uchungu, upone ninapokuongoza katika sala hii. Na hasa ndugu zetu walioko Marekani, Mungu awaonekanie kwa namna ya kipekee na ya tofauti. Inua mikono yako juu, simama kwa miguu yako. Wale ambao mlioko kwenye viti msimame. Haya ndio maombi, na nikimaliza maombi haya sina mengine. Inua mikono yako juu, funga macho yako, rudia maombi haya pamoja nami. Sema kwa sauti, Bwana Yesu, asante kwa ajili ya neno lako, na umesema nasi juu ya theolojia ya msalaba. Angalia, nilikuwa nimeona mashaka ya kusudi katika maisha yangu. Nilikuwa nimeona mashaka na najiuliza namna ya kuendelea mbele, lakini kwa neno lako umesema na moyo wangu, nami ninakuja mbele zako Bwana, ninaungama na kutubu. Ninaomba unirehemu, yamkini nimekutenda dhambi nilipoona mashaka. Ninaomba unisamehe, unitakase kwa damu yako ya thamani, nizaliwe mara ya pili. Kubali Bwana na maombi na dua yangu. Tangu sasa mashaka ya kusudi niliyokuwa nimewaza na mashaka niliyoona, ikiwa ulimtendea Ibrahimu, ukamtendea Musa, ukatendea wanawake wale 5, ukamtendea na Yusufu, ninaomba unitendee leo Bwana. Ninajua hii ni theolojia ya msalaba. Umeruhusu mapito haya nipite, lakini utanivusha salama. Nami ninaomba sasa Bwana, uende pamoja nami, uso wako uende pamoja nami, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mashaka ya kila namna, magonjwa yote ambayo yameletwa na msimu, sonona ya misimu iliyoshambulia maisha yangu, ikashambulia ndoto yangu, ikashambulia maisha yangu, tangu sasa sonona ya msimu toka maishani mwangu. Uchungu wa kila namna, magonjwa ya kila namna, majeraha ya kila namna, maumivu ya kila namna, magonjwa ya moyo, magonjwa ya sukari, magonjwa ya figo, magonjwa ya kuparalyze, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu. Misimu ya mauti, misimu ya hasara, toka kwenye moyo wangu. Misimu ya aibu, toka hivi leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako, omba, 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 omba. Ni ugonjwa gani ambao umeletwa na msimu? Ni hasara ipi kwenye maisha ya kwako? Inua tu sauti yako, omba mbele za Bwana. Inua sauti yako, nione wanaoweza kuomba. Hebu inua tu sauti yako, omba, omba mbele za Bwana, wala usinyamaze. Baba, ninasimama kwenye madhabahu hii kama mchungaji na kuhani. Bwana, ninawafunika watoto wako na damu yako ya thamani, damu iliyobeba uhai wa Mungu, damu ya Pasaka, damu ya Kalvari, damu ikanene mema kinyume cha mabaya. Na mimi ninawafunika na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu. Baba, ninasimama kwenye madhabahu kama uishivyo na roho yako ikavyo daima. Nami ninawaombea watoto wako walioko hapa na wale wanaoabudu nasi masafa ya mbali, mahali. Baba, ninawatamka waliopitia misimu iliyoleta magonjwa, wanatembea na sonona, wengine wana trauma, wengine wametengeneza chuki, wamepata vidonda vya tumbo. Bwana, wengine wametengeneza chuki na kisasi na vinyongo. Baba, ninasimama hivi leo, ninafungua mioyo ya watu hawa mahali popote ambako wametembea na chuki na kinyongo na hasira na kulipa kisasi. Ninafungua mioyo ya watoto wako kwa damu ya Yesu Kristo. Ninawaombea watoto wako walioko hapa, ninawaombea wale African diasporas waliotawanyika mataifa mbalimbali, na hasa wale wa Marekani ambao wanapitia kwenye msimu wenye mashaka ya kusudi katika maisha yao. Baba, ninawataja kwenye madhabahu, ninaomba uwabariki,
Ninaomba uwashike na mkono wako ulio hodari. Ninaomba uwavushe katika msimu Bwana, wapeleke kwenye msimu ulio na baraka tena. Baba, wafundishe theolojia ya msalaba. Ninajua wamepandwa katika uharibifu, watafufuliwa katika kutokuharibika. Ninajua kwamba wamepandwa katika udhaifu, watafufuliwa katika nguvu. Nami nimewabariki hivi leo, nao wapate kubarikiwa daima katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninawafunika watoto wako walioko hapa, kila mmoja kwa jina lake. Angalia mahali ambako wamepitia, angalia mashaka ya kusudi ambayo wanayo Bwana, nami ninawafunika na damu ya Yesu Kristo. Ninaomba uwabariki, ninaomba uwatunze, ninaomba uso wako uende pamoja nao. Wabariki waingiapo, wabariki watokapo, sasa na daima, katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Washindi wachache waseme amina. Pigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Ninyi mlioko hapa mbele mbakie, na ninyi wengine mketi. Ninyi mlioko hapa mbele mbakie mkiwa mmesimama. Mtaungana na watu wachache. Naomba kama we ni kijana uliyeko hapa, kama ni kijana tu, simama mahali ulipo. Kama kuna kijana ambaye ana reason doubt, anajiuliza, how shall this be? Nimemaliza chuo, hakuna ajira. Nina mawazo ya kibiashara, sina mtaji. Simama tu. Simama. Nataka kuomba kwa ajili ya vijana. I want to pray for you. Kijana yoyote, hebu mwekeni yule kijana mwenzao pale. Kijana yoyote wa Kiafrika ana kipindi cha reasons doubt. Ana kipindi cha mashaka ya kusudi. Unajiuliza usiku kucha. Hata sisi vijana tunasema hatulali, tunaupishaga usiku tu. Unalala unaraha, unalala kwenu. Una mashaka ya ndani. Vijana wote, inua mkono wako pamoja na ninyi mlioko hapa mbele. Rudia maneno haya pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako. Mimi ni kijana wa Kiafrika na nina mashaka ya kusudi. Kusudi la kusoma hivi, kusudi la ndoto yangu, kusudi la maono yangu, na nina mashaka. Ninaomba Bwana Mungu wa rehema, unisaidie, univushe katika maisha haya, univushe katika mito ya machozi na katika bonde la vilio. Siku hii ya leo ninajiweka wakfu kwako. Asante Yesu, maana utanikumbuka na utaitengeneza ushuhuda kwenye maisha yangu. Asante Yesu, maana umenitendea, nami nimeokoka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu jiombee kwa dakika moja. Ombea ndoto yako na kuhakikishia nimetumwa kwa neno la Mungu. Mimi niliye mchungaji katika madhabahu hii. Vijana mliosimama hapa ambao mna mashaka ya kusudi na maumivu ya kusudi kwenye maisha yenu, hamtateseka kiwango cha kupoteza matumaini, lakini mtafikia malengo. Baba, katika jina la Yesu, ninaombea vijana hawa ambao wana mashaka hivi leo. Ninakusihi walinde mwilini, walinde rohoni. Wanalo kusudi jema na kuna mahali wanaenda. Baba, ninaomba uwapiganie, uwatunze, uwashike na mkono wako. Nimewaombea na nimewabariki na ninawaficha katika mikono yako yenye rehema. Kila kijana na mahali ambako umekusudia Bwana aende, Mungu ninaomba umbariki. Ninaomba uinue watu, uinue makampuni, uinue watu wenye mikono ya huruma watakaowasaidia vijana hawa. Ninaomba uinue malezi na makuzi ndani ya watu, maofisini, makazini na kwenye nyumba za ibada. Inua malezi Bwana. Wabariki watoto hawa waingiapo, wabariki watokapo, sasa na milele. Wafanye kuwa vichwa na hawatataabikia matumaini yao, hawatatahayari kwenye matumaini yao, hawataona aibu ya maisha yao. Wamekukimbilia wewe Bwana, wasiaibike milele. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Vijana tungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Ninaomba mrudi pale mlipoketi, na vijana naomba tuketi tafadhali.
Katika maombi haya niliyofanya ya kuombea vijana hawa, nataka kutoa maelekezo kutoka kwenye madhabahu hii. Mungu ameamuru ya kwamba vijana hawa wa Kiafrika ni vijana waliobeba tumaini la baraka ya mwisho wa dunia. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Bwana makofi mengi. Tumaini la dunia liko Afrika, na vijana wa Kiafrika wamebeba tumaini la dunia. Naomba usijisikie kuwa na mkono wa birika. Kama uko kazini, kwenye taasisi yoyote, kama kuna vijana, naomba nisaidie kuwatia moyo hao vijana, na Mungu atakubariki. Usiwaharibu moyo, usiwasukume, usiwajeruhi, wasaidie. Na ninaomba walezi, wazazi, taasisi za dini kama walezi, na taasisi za serikali pia kama walezi, kuhakikisha kila mahali tunakuwa na malezi na makuzi ya vijana. Malezi na makuzi ya vijana. Mimi nimeona kwa macho, kijana anahitaji msaada kidogo tu, anatoka, anaenda na maisha yake. Tena kidogo tu, ni wa kusaidia kidogo. Kwa hiyo naomba sana tafadhali, na Mungu atawabariki. Ondoeni chuki kazini, ondoeni roho mbaya, acheni kuwachukia vijana. Wafanyieni mentorship, watengenezeni malezi na makuzi. Wana maswali magumu. Nimeonyesha vijana wa aina mbili. Naomba mrudishe tena yule kijana mwenye mawazo. Huyu na brain yake, ambaye ana reasons doubt. Ukimsaidia kidogo, hata kamtaji ka bodaboda, anavuka, anaenda. Anavuka, anaenda. Na usipofanya malezi na makuzi kwa huyu unayemwona hapa, mwenye vision ya rohoni, ana taa inayowaka na alivyo handsome boy, kesho utamkuta huyu, nipeni yule anayevuta bangi na pombe na madawa ya kulevya, na atakukaba barabarani, atakushindilia bisibisi bila huruma. Kuna huyu anayevuta bangi, amepata hizo reason doubt, amechoka, amekata tamaa. Utakuta barabarani, atakumaliza, ataichoma na nyumba yako kwa uchungu na magari ya fahari ulionayo. Yule akishamaliza pale kuvuta bangi, hiyo bangi itakakomtuma ndio huko. Sasa ukimwacha mtoto wako uliyezaa, kama hauna malezi na makuzi na kazia, akivuta hiyo bangi hapo, akigundua kuna kiwanja kiko Mbezi na hakiuzi kwa sababu wewe baba uko hai, anakuua kwanza, anakukill, upishe, auze kiwanja. Ninawaomba sana watu mlioko hapa, jitahidini kuwa na spirit ya malezi na makuzi kwenye maisha yetu, ili tuwasaidie hawa vijana. Kwa udhaifu wangu nimejitahidi. Profesa Mdegela anajua, nimesomesha kadhaa, na wengine wako chuoni hata sasa, madaktari, mainjinia, wanasoma. Lakini nikiangalia leo, wale niliokuwa wakiwa chini maskini, nimewasogeza kidogo tu. Leo wana majumba, wamejenga maeneo ya fahari, Mbezi Beach, wanaendesha magari, wamemsaidia mama yao kijijini, baba kijijini alikuwa na wadogo zake 7, leo wana maisha. Nikiangalia nakubali kwamba malezi na makuzi yanahitajika sana. Nikiangalia kijana kama huyu Henry, huyu hapa, hebu simama bwana. Huyu dogo nilikakuta kakiwa hivi. Nilienda Moshi kwenye shukrani, nilialikwa usharika wa Mwika. Nikakikuta pale kidogo hivi, chembamba kama mfupa wa samaki. Na nikanunuliwa mbuzi. Wakati ninapaki mbuzi kwenye buti, akaja akanichukua ile mbuzi akampaki kwenye buti. Alafu nikamuuliza, unaitwa nani? Akaniambia, naitwa Mwinjilisti Henry. Nikamwambia, Mwinjilisti, umesoma? Nimesoma Mwika miaka 3. Mwinjilisti mdogo hivyo? Ananiambia ndio. Nikamwambia, Mungu akubariki sana. Lakini moyoni mwangu nikasema nitamrudia kwa malezi na makuzi. Lakini Mungu ni wa ajabu. Baadaye kidogo nikakutana naye Dar es Salaam. Amekuja siku salimia ndugu zake hapa. Nikakutana naye Bible study.
Akaniambia, unanikumbuka mimi ni yule mwinjilisti? Nikamwambia, wewe kesho nikukuta ofisini kwangu. Asubuhi akaja. Tangu siku ile mpaka leo hajawahi kuondoka ofisini kwangu. Yuko hapa. Ameoa, ana mke na mtoto wa kiume, anaitwa Ethan, ana kiwanja. Juzi amenunua kiwanja. Kama watu hawajui amenunua kiwanja, ngoja niseme bwana. Amenunua kiwanja, ameenda kunionyesha kiwanja mahali executive prime area. Anaambia mwaka huu anataka kujenga. Mpeni matofali, mpeni simenti, mpeni nondo. Sasa kama hautamtia moyo kijana kama huyu, unategemea nini? Ashindwe huku kanisani, aende akawe kibaka mtaani? Leo amekuja na gari yake, ana drive gari siku hizi, ana gari yake. Hata mimi juzi gari yangu ilikwama, gari ya usharika nayo ina matatizo, gari ya Eliasi mara siku. Kadiva nunua gari huko Toyota, shauri yako. Gari yangu haikuwaka. Dereva ananiambia, mchungaji gari haiwaki. Nikamwambia, sasa tufanye nini? Ananiambia, ngoja tumpigie mwinjilisti Henry tumuombe lift. Akampigia Henry. Henry yuko jirani yangu kule. Akawasha gari. Kaja akanichukua. Ina kiyoyozi, ina mziki na inaenda. Pigieni makofi mwanangu. Akanileta kanisani. Na mimi nilikuwa zamu ya Kwaresma hapa. Kama sio Henry, sasa ningefikaje hapa kanisani? Malezi na makuzi. Maisha ni marefu kuliko simu. Wasaidieni watu. Na Henry, ikifika jioni uniambie umepata simenti ngapi, umepata nondo ngapi, umepata tofali ngapi. Hawa wakikataa na wanyoshia kidole nikiwa madhabahuni. Ukikataa, shauri yako. Sasa kataa. Nasema tuna uwezo wa kuwatia moyo hawa vijana. Mungu amewaweka katikati yetu. Tuna uwezo wa kuwatia moyo na lazima tuwatie moyo na Mungu awabariki. Nilikuwa namtafuta Benjamin hapa. Nikawa natafuta Benja, kuna mtu anatakiwa kuombewa. Benja akaniambia, niko Pretoria, South Africa. Yule pale. Benja, hebu simama. Alikuwa Afrika Kusini, ndio amerudi siji na ndege ya jana alfajiri. Nikamwambia, huko Afrika Kusini nikawa mdogo kama Peritoni. Vijana hawa wakisaidiwa, wanasaidika. Hapo nilipomkuta Benja, sikujua kama atakuja kupanda ndege. Lakini juzi ananiambia, nilikuwa South Africa na mambo nimekuja huku kwa retreat na mapumziko. Unapumzika wapi mwanangu? Afrika Kusini. Nikamwambia, basi mimi niko hapa. Ukirudi Tandale utanikuta. Ukirudi Tandale. Tumsifu Yesu Kristo. Okay. Ni wakati wa kuombea sadaka. Najua kuna vijana wamevuka hapa. Nisaidieni malezi. Naomba uchukue sadaka yako. Wapi watu ambao wameshapata bahasha? Kama kuna mtu ambaye hajapata bahasha fungu la 10, hayupo. Watu wote tumepata bahasha tayari. Naomba usimame mahali ulipo. Tunataka kuombea mwezi wa 3. Nataka kuombea mwezi wa 3 na mwezi wa 3 ukalete impact kwenye maisha ya watu. Mwezi wa 3 ukalete impact kwenye maisha ya kwako. Simama mahali ulipo. Inua mikono yako miwili juu. Simama tu. Ninapoomba kwa ajili yako, naomba uombe zile priorities, ule mpango mkakati na kipaumbele cha kwako binafsi cha mwezi wa 3. Baba, katika jina la Yesu, ninainua mikono yangu ya kichungaji, ninawabariki watoto wako. Nimekwisha kuhubiri, nimekwisha kufundisha katikati yao. Na hii ni dhabihu na sadaka ya fungu la 10 ambayo watoto wako wanaleta madhabahuni pako, ni zaka. Ninauombea mwezi huu wa 3. Ninaufungua katika vifungo vya uovu na katika roho za mauti na kila mamlaka za giza. Ninavunja matambiko, maapizo na manuizo, maagano yote ya kipepo, roho zote za uganga na uchawi na ulozi. Kila maroho ya hasara tunayakataa kwa damu ya Yesu. Mungu, ninaomba uwainue watoto wako, na ninaziombea site zote, kazi zote za ujenzi zinazofanyika mahali popote katika mwezi huu wa 3. Naziombea hizo kazi. Pitisha fedha nyingi kwenye mikono ya watoto wako hawa. Bariki watu hawa katika site hizi. Nimefungua maisha yao, nimefungua njia zao, nimefungua malango yao katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Bwana, uwabariki watoto wako hawa na uwafunike na damu yako ya thamani. Uonekane katika maisha ya kila mmoja. Mbariki kila mtu kwa utukufu wa jina lako. Baba, asante kwa sababu umetenda. Asante kwa sababu ya mwezi wa 3. Asante maana tutapanda na kuvuna. Asante maana utatuvusha katika mito ya machozi na bonde la vilio. Wakati wa msalaba utatuvusha.
wewe ni Mungu, uangalie makusudi tuliyobeba katika maisha yetu. Kubali dhabihu na sadaka hii na uipokee kwako mbinguni, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen.